Afrika limetishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC na Tume ya Kupambana na Ufisadi EACC kwa kushindwa kuchukua hatua dhidi ya maofisa waliokiuka sheria za uchaguzi. Kundi hilo linasisitiza kuwa chaguzi ndogo zilizokamilika hazikuwa huru wala haki. Kulingana na wale wakaguzi wetu waliokuwa kule mashinani, walisema kwamba zile sheria za uchaguzi zilikuwa zinakiukwa peupe na wanasiasa na wengineo ambao walikuwa wanajihusisha katika masala kama haya. Sisi leo hii tutafikisha ripoti hii kwa tume ya uchaguzi pamoja na tume ya kupigana na ufisadi na wengineo, na tutawapea makataa ya siku 14 ili kuchukua hatua za kisheria kulingana na yale mapendekezo tuliopeana. Ikiwa hatua hazitochukuliwa, tutachukua sisi hatua ya kuweza kufika mahakamani, na baadhi ya wale ambao tutawafikisha mahakamani ni hizi tume ambazo zinazembea katika utendakazi wake, kwa sababu haiingia akili. We had a police bias, selective deployment, selective arrests and delayed response points to political influence. We had complicit administration. Chiefs, assistant chiefs, and county commissioners openly took political sides. IEBC's weakness was failure to disqualify violators or enforce basic rules, emboldened offenders. Ethics and Anti-Corruption Commission ineffectiveness. We had zero visible action against public officers engaged in political campaigning. In Mbeere North, on 19th of November 2025, a peaceful meeting in Siakago town was disrupted by a group of rowdy youths who chased attendees and injured 2 women. Witnesses insisted that these youths had earlier been seen in government-marked vehicles. The same Mbeere North, on the 25th of November 2025, running battles erupted near the Deputy County Commissioner's office after 2 rival camps confronted each other. Despite the proximity to state offices, security officers took no action until the chaos escalated.